mapadre wote pande juu ya altare kuzunguka na shamba la askofu. Shamba la askofu anachanganya mafuta ya mzeituni na manukato, kisha atapulizia kuonyesha nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke ndani ya mafuta. Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Ee Mungu, uliye asili ya maendeleo yote
zing'ae kwa furaha, na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani, na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yanazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Uliwaamuru na watumishi wako Musa baada ya ndugu ya Aroni kuoshwa kwa maji ya kufanya kuhani kwa kupaka mafuta. Jambo hili lilifuatiwa na jambo lingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohana mbatizo na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa, na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa ametimiza yale aliyokuwa nabii Daudi ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakasa mafuta haya uliyoyaumba, uyajaze nguvu za Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana Kristo amepata jina kutokana na jina lake takatifu, nawe uliwapa Kristo makuhani